Mzize Clement, Mzize! Attention please. Toka tulipoanza mpaka leo tulipofikia, kazi ilikuwa kubwa, lakini Simba hawakuwa na macho ndogo. Simba kila mechi fainali tumepata pointi 3 kwa tabu, tumepoteza nafasi nyingi za hatari ambazo unakaa unaangalia wenzetu walikuwa na Mungu. Mwisho wa siku tumepata pointi 3, lakini Kagera leo alikuwa amekuja kwa umakini na amekuja na kwa kutaka kitu. Unajua Simba kila akicheza na timu basi lazima, walikuwa na milioni 25 ya kuahidiwa zinazosemekana ya draw, lakini walikuwa na 50 ya ushindi. Kwa hiyo walikuja kuitaka kuichukua, lakini ukubwa wa Simba hawajaweza kuichukua. Tumepata pointi 3 kama tulivyotarajia. Mchezo wa mwisho nyumbani tarehe 25 vipi? Msimamo pale pale ama mtapeleka timu? Msimamo upi? Msimamo kwamba wengine jambo la kichezi lipo kwa wenzetu. Si hatujasema chochote. Mechi imepangwa, si hatujasema lolote. Kwa hiyo hatuchezi, wamesema wenzetu. Si hatujasema hatuchezi. Kwa hiyo kama wewe unasema tarehe 25, basi tusubirie tarehe 25. Kama kweli tunacheza au hatuchezi. Kwa hiyo inachotakiwa kuvuta subira. Na yoyote wanasema kila aliyevuta subira yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Simba ina wachezaji wengi sana, zaidi ya 28 30. Umeona? Kwa hiyo ina maana kukosekana kwake, kama atakosekana wala hamna shida, kwa sababu tumeweza kuona tena kwenye mechi ya kimataifa Afrika 4 kacheza Kagoma. Hiyo wote mliona na alikata umeme vizuri, lakini acha ya kimataifa kwenye mechi za kawaida tu alishacheza Afrika 4. Kwa hiyo ina maana kuhusiana na madeni kwenye ukataji wa umeme hatuna wasiwasi ya hiyo. Kila mchezaji wa Simba anajituma kwa namna yake ili mradi aweze kufanya Simba ipate matokeo. Kwa hiyo hatuna wasiwasi ya hiyo. Wanjano ndio sio kujua kama waupendeni mashabiki na shauku kiasi gani mchezo huo. Hii Simba ya ubaya tunapokwenda ni kuinua kwapa. Kwa hiyo hatuna wasiwasi, ili kombe letu tunajua wenzetu walivyoona hali mbaya wakaanza miemko ya kutaka kuvuruga mpira, na yote ile wakiangalia nyuma walipotoka walikuwa wanapata kiurahisi, bado mechi 4 wao washapata. Kwa hiyo sasa hivi Simba ya ubaya wameweza kuamini pamoja na machawa wao wanaowapa pointi kirahisi. Jana nimemuona msemaji wa Dodoma anasema kwamba Yanga ni timu ngumu sana, ni timu nzuri kuliko Real Madrid. Kwa hiyo ukikaa mwenye akili timamu ukiangalia msemaji anazungumza vile tu unajua kinachoenda kutokea. Kwa hiyo ina maana sisi hatuna wasiwasi. Tunajua ile vurugu walianza kwa sababu wanamuona Simba yuko kwenye mbio za ubingwa, na inshallah ubingwa tutapata. Leo unaona Almas Kasongo kaambiwa mbaya, sijui nini, ana makosa yoyote katolewa, sijui walimtaka nayo kidogo atoke, sijui nini, kwa sababu walikuwa wanaona wanaharibikiwa. Ukiangalia msimu wa mwaka jana, wajuzi wa majuzi, wote walipoona inua na bodi lao la offside la wazi, mtu kakaa mbele kama imamu anaswalisha, mwamuzi kama hajaona, kimya, watu wote, wachambuzi wote. Na cha kufurahisha hadi mchambuzi nguli ambayo yuko sehemu nyingine Ansi Rafael kaposti kwamba ile ni offside. Sasa uoni balaa hili. Kwa hiyo ina maana wao leo utamsema Almas Kasongo mbaya, utasema Wilfred Kidau mbaya, Karia hafai, wakati soka linapanda kila siku tunapokwenda. Kwa hiyo ina maana wao wameona kwamba hawapati na washatumia gharama kubwa kudhamini machawa wao ili waendelee kupata pointi 3 na magoli mengi. Kuna wengine shaka washapigwa goli 6 huku 12. Kuna waliopigwa 11 hao machawa. Lakini ukiangalia hao wasiodhamini hamna. Kwa hiyo ina maana tunakwenda sisi kutekeleza ubaya. Na kombe inshallah tutapata kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu
tumejipanga. Mwenyezi Mungu anakuambia al-jitihada wajada, ukijitahidi utafanikiwa. Kwa hiyo tunaamini kabisa tunaenda kupata mafanikio juu ya hii Simba yetu ya ubaya ubwela. Naweza tukasema kabisa Mzize Clement, Mzize! Attention please!